Aisee, mambo vipi? Leo naenda kuzungumzia yale maisha ambayo tunaishi, maisha fake yale ya kutaka kuwa impress watu, kutaka kuonekana tuko safi zaidi. Kwa nini sasa hii issue ya Kiafrika tunapenda maisha yale ya kuimpress, yale ya kutaka watu wakuone uko juu, watu wakuone uko vile ambavyo haupo? Yaani imekuaje? Ni kwa nini tumefikia hatua hiyo? Kuna vitu vingi sana vimefanya tufikie hapo kwenye hiyo kutaka maisha ya kuimpress watu. Unataka uishi yani ili watu wakuone. Na hivyo vitu itakuwa vigumu sana kuto kuzungumzia issue za kikoloni na vitu kama hivyo, kwa sababu katika ukoloni ilikuwaga ni kwamba mnafika wote mnaanza kutandikwa viboko na huyo bwana mkoloni mwenyewe. Kwa hiyo ilikuwa na kwamba ili uwe na uafadhali inabidi umuimpress huyo mkoloni huyo, umeona? Kwa hiyo bwana anayeimpress zaidi basi anaweza ikapungua idadi ya viboko, umeona, katika vya kuchapwa. Na wewe ambaye utakuwa ndio hauimpress basi unakula sana mboko, au sio bana? Kwa ile ilitengeneza pia katika DNA yetu kutaka tu kujaribu kuimpress the master na nini, ambao sasa hiyo baadaye inakuja ina spill over, tunakuwa tunajaribu pia kuimpress tu hata watu wa kawaida. Lakini pia kuna ile generational poverty ambayo tuko nayo, ni kwamba yani kuna ile umaskini fulani wa kizazi na kizazi, unaona? Mtu unakuwa maskini hadi kiasi kwamba sasa the only way kuna ni katika ile umaskini wako inabidi ujitunishe fulani hivi kuonyesha kwamba uko juu hata kama haupo juu. Kwa hiyo toka mwanzo kujitunisha au kuonekana una status fulani kunakuwa kuna maana kubwa kwako kuliko hata kuwa na hiyo status yenyewe. Sio kama umenielewa kwamba kuna ile watu wameishi katika utajiri kiasi kwamba kwa muda mrefu kiasi kwamba muda wa kulingishiana au wa kutambishiana vitu yani haupo, kwa sababu sasa unatambishia nini kama wote mko na level ambayo iko sawa. Na hii kama mtu umeishi kwenye tamaduni ambazo tuseme wameendelea wako vizuri, hawana umasikini, utagundua hata vitu vidogo vidogo yani inakuwa sio vitu vya kulingishiana, kwa sababu kila mtu anakuwa na access. Kwa hiyo ni vigumu hata kufanya vile vitu vya kulingishiana na kutaka kuimpress, japokuwa hiyo kitu pia iko kwenye ile tu human nature kutaka kuimpress, ila sasa inakuwa boosted zaidi. Yani watu ambao ni maskini na fukara wanakuwa na tendency ya kutaka zaidi kuimpress kuliko wale watu ambao hawana maisha ya kifukara na ya kimaskini, umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini kitu kingine pia kikubwa unakuta ni kwamba katika hizi jamii zetu hizi kuna ile ukosefu wa fursa tunasema. Kwa hiyo tumepitia tu vitu fulani hivi, kuna fursa fulani tumezikosa. Kwa hiyo inakuwa mafanikio kidogo inakuwa ndo kitu pekee kile cha kutaka kuonyesha, ambacho kwamba kwako sasa kinaonyesha kama ishara ya ushindi hivi, umeona, ushindi wa binafsi kwamba mimi niko succeeded. Kwa hiyo unakuta hata watu katika familia, umeona, katika familia basi mtu anakuwa anataka ile afanye kitu ili awaonyeshe wanafamilia, ili angalau waseme kwamba bana mdogo wetu bana amefanikiwa, umeona? Yani kujaribu kuondoa ile shame ya kutofanikiwa, shame ya kuwa katika poverty na vitu kama hivyo, unaona? Ni ile kitu ambacho tunasema kama vile yani kwamba mtu umepigika sana, sasa unaona kwamba sasa hivi ni wakati wako wa kushine. Kitu kikubwa ambacho kimenifanya nizungumzie hii topic ni kwamba nilitengeneza video ndogo tu niliweka kwenye social media yangu, nilizungumzia hii kitu na ikaonyesha watu wana interest kubwa ya kutaka kwamba hii kitu wanakubaliana nayo, kwamba haya maisha ya kutaka kuimpress ni maisha ambao wame experience kwa watu wanavyoishi, na ni kitu ambacho kinaweza kuleta impact. Hapa nikazungumzia, na ndio maana nimeamua kuzungumzia. Kwa hiyo sasa kitu kikubwa ambacho kinafanya tutake maisha ya kuimpress ndio hiyo pressure ya kutoka katika jamii, kwa sababu pia watu tumekuwa sana tuna reward yani tuna reward tu ile mtu tu akionekana successful, sio akiwa successful, ila hata kuonekana successful. Kwa mfano wewe unamuona kabisa ndugu yako ambaye mnakaa naye, unajua kabisa mnakaa naye hapo Kinondoni, hana kitu alafu siku anavaa Gucci fake, unaenda unamsifia kwamba yule noma bana ana Gucci, umeona? Yani ni sifa fake fulani. Kwa hiyo sasa hii unakuwa una award ule ufeki wake kwamba bana sasa wewe ukiwa unafanya hivi vitu fake kwa sababu tu vina portray kwamba wewe una mafanikio, basi na kureward na kupa pongezi. Kwa hiyo sasa inakufanya wewe mwenyewe utoke tena kesho kutwa utake na wewe pia kufanya hivyo hivyo ili kuimpress jamii. Kwa jamii zinaleta pressure nyingi sana. Kwa mfano kuna pressure ya harusi, hizi harusi tunazofanya. Yani mtu unakuta mimi nishashiriki katika harusi na watu wanavyopanga harusi hadi najiuliza hivi vitu unapanga ni kwa sababu gani? Kwa sababu haviendani na hali yako, umeona?
nataka G-Wagon. Sasa unataka G-Wagon wewe ili weje? Umeona? Yani haya labda una uwezo huo sawa. Labda kama itaportray maisha yako. Umeona? Lakini wewe maisha yako hiyo kitu huwezi hata kuipata. Lakini unataka ndo iwe ina represent kwamba wewe uko successful. Mimi nataka harusi yangu iwe hivi, mimi nataka harusi yangu iwe milioni 100. Unaona? Nataka iwe milioni 200. Zile harusi zile za nyumba haziendani kabisa na chumi za wale wanaofunga ndoa. Umeona? Na mle mwingine haziendani kabisa na zile chumi za zizo familia. Lakini kwa sababu jamii imeundwa katika hivyo kwamba inabidi uonyeshe ile flamboyant, unajua yani kwamba nyinyi mko mmefanikiwa zaidi. Kwa hiyo mnakuwa mnafanya vile vitu ambavyo sasa kuiridhisha jamii. Na jamii, kwa nini nasema hapo jamii inaleta pressure? Kwa sababu harusi mkifanya ya kawaida wanaanza kuwasema wale harusi yao bana harusi za boma. Lakini kiukweli ukiniuliza mimi, asilimia karibu 90 ya watu litakiwa wao wanaenda tu bomani pale, wanapitia kwa mama ntilia, wanakula vizuri, wanarudi nyumbani. Yani hizo ndo zingekuwa ni harusi ambazo zina represent maisha ya watu. Umeona? Kitu kingine, unafika hizi pressure ya jamii. Kuna ile kwa mfano unakuepo kama Dar es Salaam au wapi, mtu eti ukija na unafanya kazi, kwa mfano tuseme labda unafanya kazi labda sio wapi, benki au wapi. Ukija na bajaji au pikipiki anakusema yani lazima uwe na gari yani ndio uonekane umefanikiwa. Umeona? Lazima uwe na gari. Na sasa inafikia level nyingine, sio gari tu, inabidi uwe na gari aina fulani. Umeona? Kwa hiyo ile jamii ni kwamba wewe umefika zako pale, labda unafanya kazi labda wizarani, ukifika pale na baiskeli atakwambia mjomba, yani wewe unafanya kazi wizarani. Yani kwa hiyo ni kwamba kwa sababu unafanya kazi sehemu fulani, basi inabidi uwe na kitu cha kuonyesha kwamba unafanya kazi sehemu fulani. Jamii na kupressure kuonyesha, yani kwamba sasa maisha yetu tunazingatia sana katika muonekano. Sio kwamba huyu mtu ana hela zake labda ameamua asitumie kwenye gari. Umeona? Labda ni kutokana na mahesabu yake ya kiuchumi ameamua afanye hivi. Lakini tumesha kuwa conditioned kwamba unataka uonekane zaidi au uonyeshe watu. Umeona? Mtu akifanya sasa hivi kuna ile watu wanafanya sio ma birthday party, wanafanya sio nini, kuna party wanafanya watu party kubwa yani ambazo haziendani na ile level nyingine. Lakini kwa sababu tu anataka tu ile kitu kionekane ni cha level ya juu kwamba yeye ana uwezo, anaweza mkubwa. Na mtoto akisoma basi unakuta lazima asome nje, au kama akisoma nje au asome shule zinazo ada kubwa. Na hata akisoma ada kubwa haitoshi tu kwamba eti mtu amempeleka mtoto wake kwenda kusoma kwenye ada kubwa au kusoma nje. Inabidi pia awaambie watu yani inabidi watu waambie. Kwa hiyo yani hujampeleka mtoto wako kusoma kwa faida ya mtoto wako, ambao ndio inatakiwa kiwe kitu cha kwanza. Lakini pia unazingatia zaidi kwamba watu wajue. Umeona? Kwa hiyo yani mtu akimpeleka mtoto kusoma, kuna jamaa mmoja nilikuwa naye kwenye grupu la watu ambao nilisomaga nao. Yani hakawii kidogo tu mimi nimepeleka watoto wangu shule fulani. Yani lazima ataje ili mjue yani, kwa sababu yeye lengo lake ndio hilo, watu wamuone yuko juu. Umeona? Sasa hiyo ndio upande. Lakini sasa ukiachana na hiyo issue za jamii, sasa kuna hizo issue za social media. Sasa na social media sasa hivi ukipiga picha fulani hivi ukionekana uko fulani, unaweza watu wanaamini yani. Unaona? Wanaamini. Na sasa hivi hadi imetokea ndio hivyo, nimeona watu wanatumia AI wanajiweka sehemu ambazo hawapo, kwa sababu inabidi yani aonekane anakula maisha. Kwa hizi Instagram, TikTok, Facebook hizi, umeona kila mtu anataka kuonyesha highlight maisha yani ya highlight yale, kwamba yani kipindi fulani niko hapa, highlight reels yani hizo maisha hizo. Unaona? Hakuna ambaye anaonyesha, uwezi kufika eti mtu akafika akaonyesha picha ya account yake ilivyo na deni. Umeona? Au deni la vikoba au message za vikoba wanavyotaka kumtoa roho. Hakuna, kwa sababu ni maisha ambayo hatutaki kuonyesha mabaya yetu au mapungufu yetu. Na maisha dunia hii tunayoishi yani ni kila mtu ana mapungufu kibao. Kwa hiyo hatutaki kuonyesha mapungufu, hatutaki kuonyesha shida. Umeona? Hataki kuonyesha stress, hatutaki kuonyesha kile kitu ambacho tunakipitia in reality. Unaona? Lakini sana sana inakuwa ni ile kuchagua picha ambazo una filter ambazo zinaondoa ile reality kwa mbali na kujaribu kuamplify vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo sasa ndio matokeo yake unakuta kwamba sasa watu ukiachana na ile hasara tu ambazo zinatokea, ambao ndio unakuta mtu una madeni una nini, kwa sababu sasa kwa mfano kama unataka kuishi maisha fake ambao sasa unaishi on behalf yani kuwafurahisha watu, ndio utakuta sasa unaishi beyond your means. Sasa unaishi yani zaidi ya budget yako. Umeona?
Ukiishi zaidi ya bajeti yako, nini kitachokufuata sasa? Ndo madeni, nini, issue za anxiety. Watu wanataka ku maintain image, watu wanataka ile image ambayo amepresent ile anataka i maintain. Sasa jinsi ya ku maintain bana ni hela. Kama ulipiga si huko kwenye yachi si nini umeenda ili upige picha nyingine inabidi uende ukakodi tena yachi. Sasa maisha yatakuwa magumu. Lakini nimekumbuka kuna mtu mmoja aliniambia una kodi yachi moja, unaenda unapiga picha na nguo tofauti tofauti nyingi, yani naona hakika umepiga picha nyingi za kuzitumia mwaka mzima. Kwa kuna uchumi kumbe pia wako jinsi ya kusave. Kwa hiyo labda maybe ufanye hivyo basi angalau ili uwachanganye watu, umeona? Hizo kama issue za ndoa na nini kwa nini utake kwenda kukopa hadi hela kwa ajili ya kuoana bana? Wakati upendo ndo kitu cha kwanza. Pendaneni, nendeni bomani pale, shikaneni mkono kama kawaida, oya safi. Mkitoka hapo nendeni kapigeni mdudu, au kama nyie mnakula mdudu kapigeni mdudu, au kapigeni nyama choma mbuzi hapo nini. Umeona? Maisha yasonge. Kwa ndo ile watu wanaishi sana maisha ya kuimpress watu wengine. Yaani watu hawajiweki wenyewe mbele. Unaona? Sasa jiulize, wewe unajiweka wewe mbele katika maisha? Yani unajifikiria wewe kwanza kabla hujafikiria watu wengine? Ipati, kwa sababu watu wa sasa na watu ambao watu wengi sana ambao wamekuja ugaibuni wanapitiaga hii level kwa asilimia kubwa sana. Yani unakuwa uko ugaibuni kimwili, lakini kiakili unaishi sehemu kwingine na unataka kuimpress watu wa nyumbani, ambao ndo ina connect vile vile na jinsi ambavyo tupo. Lakini pia hata watu wale wako nyumbani, je, unaangalia wewe unaishi maisha yako? Jiulize, unaishi maisha yako? Yani unavyoishi wewe, unaishi ili ujifurahishe wewe au unaishi ili upate approval? Umeona? Na ukitaka kupata approval, ukipata approval then what? Unaona? Kwa sababu kitu cha kwanza ni kupata approval. Sawa. Watu wanasema wewe umefanikiwa. Ukifanikiwa, ile approval inaleta mafanikio ya kweli? Kwa sababu kama tu wanakuambia tu umefanikiwa afu ndio basi imetoka, sasa faida yake ni nini hapo? Umeona? Na hiyo validation unayoipata baadaye in turn zinakupa kitu gani? Unakuta hamna kitu. Zaidi tu ni kwamba sasa ndio ile inakuletea anxiety na vitu kama hivyo hapo. Kwa ni vizuri kujichagua wewe, usijidanganye, jiambie wewe mwenyewe ni nini unataka na nini malengo yako. Umeona bana? Jiweke wewe mbele kabla hujaweka watu wengine mbele. Na hii ninavyozungumzia hivi sio marafiki tu na nini, ndugu, yani kila mtu, yani tuseme. Mimi nakumbuka kuna kauli moja, kuna bro wangu mmoja sasa mtaja aliniambia mdogo wangu, sikiliza, umeona watoto wangu hawaeni? Akaniambia sasa ngoja nikuulize swali. Kuna mashimo mawili. Wewe na watoto wangu mmedondoka kwenye shimo lenye simba. Lakini hamwezi kuwa wote, inabidi mmoja abaki. Umeona? Sasa hivi niambie, katika akili ya kawaida mimi nani nitamuacha humo kwenye shimo? Sawa, kwa sababu ndio wewe ni mdogo wangu, lakini yani mimi kitu ya kwanza watoto wangu kwanza. Umeona? Kwa hiyo ina maana kwamba yeye, ina maana kama angekuwa kwenye ile shimo angetoa watoto wake kwanza, angejitoa yeye kwanza, alafu ndo angekuja kunitoa mimi baadaye, labda kama kungekuwa kuna ngedele mwingine sasa anaamua kumuacha. Umeona? Lakini la sivyo, mtu inabidi ujiweke wewe kwanza mbele. Fanya vitu vya kujifurahisha wewe. Na cha msingi ni kwamba uzuri, ukifanya vitu vya kujifurahisha wewe, watu ndio ile watakuona una shine. Ndio ile unaona maskini fulani ambaye ana shine. Unajua, ushaona maskini ana shine? Maskini fulani ambaye unaona yani mtu anaishi maisha, unasema huyu vipi? Mbona huyu jamaa huyu ana hela zaidi ya huyu, lakini huyu hapa inaonekana yuko satisfied na maisha kuliko huyu. Ni kwa sababu mtu anaishi reality, anaishi muda wake, anaishi nao, anaishi kile alichonacho, hafeki. Kwa hiyo ina maana kwamba inakuwa ni rahisi kufurahi, inakuwa rahisi kufurahi na kile kidogo ulichonacho, inakuwa rahisi kuridhika na kile kidogo ulichonacho. Wakati huyo mtu ambaye unaona kama amefanikiwa, kama haridhiki na alichonacho, kwa sababu kumbuka, mwisho wa siku hauwezi kuwa na hela kuliko watu wote. Kama utakuwa uridhiki, utakuwa bado tu kuna level utakuwa unaichase. Na kama unataka kuwaridhisha watu, kwa sababu watu wana level tofauti za vitu wanategemea ili kuwaridhisha. Na sana sana wengi wao hata hawaridhiki. Wewe unadhani kwamba vitu utafanya kuwaridhisha watu, hawatakuja kuridhika. Yaani hata ufanye nini. Kwa hiyo utajikuta sasa unakimbiza goalpost ambayo inahama. Yaani unaenda hivi, unaenda nao goli inahamia hapa, unaenda unataka kufunga goli inahamia hapa. Umeona? Lakini ukijiweka wewe mwenyewe mbele,
ni rahisi kwa sababu unakuwa na goalpost iko fixed. Unajua kabisa mimi nikifanya kitu hiki, nikijiridhisha kitu hiki, nikijiridhisha kitu hiki, nakuwa ni mtu mwenye furaha, inakuwa ni rahisi. Na haya maisha kama kawaida, haya maisha ya social media ni hazikwepeki. Watu wote tuko kwenye social media, wote tunaposti vitu, wote tunapenda kuangalia picha ambayo kidogo ni nzuri kidogo. Kwa hiyo ina maana kama ulipiga picha 10 utatafuta picha nzuri kidogo. Wengine wengi yani wote tunajaribu kutafuta hapana, hapa naonekana labda mweupe sana, nitaweka filter hapa, naonekana mweusi sana, utaweka kifilter fulani. Lakini inabidi uwe tu na ile recognition ya kwamba that's not reality. Umeona? Na inabidi ujue kwamba usije ukatengeneza mazingira fake ambayo hadi baadaye unayaamini hadi kiasi kwamba sasa inakuwa inakula kwako kama yale mazingira hayajaenda vile ambavyo labda ulikuwa unategemea. Umeona? Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana kuzingatia. Hiyo wale watu ambao wanataka wewe, kwa sababu ni rahisi sana watu kukupoke na ukahisi kwamba wanataka uwe na maisha fulani. Kwa mfano, na watu hivyo wakatae, na aidha iwe familia, iwe marafiki, iwe nini. Kwa sababu unaweza kukuta mtu wa familia akakwambia, aisee tovuti bana, hivyo viatu bana unatuaibisha. Hivyo viatu umevaa unatuaibisha. Sasa mimi nakuuliza, viatu nimevaa mimi, unaibika vipi wewe? Umeona? Sawa, kuna ile mentality kwamba sasa, lakini mimi sijawahi kuona mtu anafika anasema, anaangalia eti anasema hivi viatu vile bana sio vya uko wa Nyerere kabisa. Huyu kavaa huyu uko mzima, basi mimi nauona uko ovyo. Sijawahi kuonaga mtu hivyo. Nakumbuka hivyo viatu ulivyovaa ni choice yangu mimi. Umeona? Hivyo viatu vimenifanya mimi nijisikie vizuri. Umeona? Wewe kama ni ndugu yangu, kwa nini hauzingatie mimi kujisikia vizuri? Unazingatia wewe kuaibika na viatu hujavaa wewe. Kwa mtu hivyo nampiga chini. Unaambia wewe ni ndugu yangu, lakini mawazo yako na nini kwa sasa hivi naona hayajengi, ni mawazo yanayobomoa. Kwa hiyo maana hata ndugu hivyo, ndugu akifika ukiona kwamba anataka umweke yeye mbele kuliko wewe katika kitu ambacho unafanya kwa ajili yako, mwambie tu live kwamba bana, hiki kitu nimefanya ni kwa ajili yangu, mimi binafsi nimeridhika na mimi binafsi nimependa hiki ninachofanya, kwa go bite dust. Au so bana, unless kama hichi kitu labda ningekuwa nimekufanyia wewe, na wewe mwenyewe una haki na uhuru wa kufanya chochote unachotaka kufanya. Umeona? Na mimi naenda ku bite dust nikiona kwamba kuna kitu au vipi, kuna a certain way naisikia. Kwa hii ni kwa watu walioko nyumbani, ni kwa watu walioko ugaibuni. Na kuna video nilizungumzia hapo kidogo, ikifikaga ugaibuni ndo kidogo inazidi zaidi hivi vitu, kwa sababu watu wa ugaibuni ndo kabisa yani wanapenda kushindana vibaya. Yani kama unaona mashindano nyumbani, basi zidisha kama mara 10 ndo watu wa ugaibuni wako hivyo. Watu wa diaspora yani tunapenda kushindana. Yani mashindano, yani tumefika huku utafikiri ndo mashindano ya mafanikio na nani. Kwa hiyo unakuta yani watu yani ni kutwa kucha kufanya vitu kuimpress wengine. Na kitu ambacho ni common sasa kwa watu wote wawili, wa nyumbani na watu wa diaspora, watu wanaofanya vitu kuimpress watu wengine ni watu ambao huwa hawafanikiwi. Chukua hiyo. Yani ukiwa unafanya kitu ili watu wakuone, kwa sababu unakuwa sasa unafanya vitu fake ambavyo havileti mafanikio ya kweli katika maisha yako. Kwa watu wengi ambao wanafanya kuimpress watu ni watu ambao mwisho wa siku ndo wale ambao hawafanikiwi katika maisha yao. Kwa sababu sasa hivi vitu unavyofanya haviko rooted katika kukuinua wewe, kukuondoa pale ulipo. Viko rooted katika kutengeneza image ambayo haipo. Kwa ina maana ile image tukisha kuona sasa hivi, tukikuangalia nusu saa tukakuona kwamba amependeza, amevaa Gucci na nini. Kwa Gucci maana yake inaleta image ya kwamba ana hela. Lakini unaenda baadaye ukirudi ndani kwako ukivua ile Gucci, ukiangalia mifukoni hakuna kitu, unaishi maisha ya kimbuzi. Lakini yule mtu ambaye unaweza kuta hana hata kuimpress, amekuja ameenda amenunua nguo inayomfaa, umeona, hajataka kutengeneza ile maisha fake. Kidogo alichonacho unakuta anaweza kaenda kule ana kitu to show for. Yani anafika anaweza akakuonyesha kwamba bana niko hivi. Kwa hiyo focus, angalia maisha unayotaka kuishi ni maisha ya kuimpress watu wengine, unataka kuimpress itakula kwako. Lakini cha msingi jiweke wewe kwanza mbele. Kama una watoto, weka watoto wako mbele. Yani hiyo ndo level hiyo. Alafu unatoka hapo una wazazi, weka wazazi wako. Baada una wadogo, si kaka dada, weka hapo.
baada hapo hivi ni nani, na hivi vitu vingi sana. Sasa hawa watu wa mwanzo niliotaja, watoto, dada, mama, nani, validation zao hawatakagi hata kuziona, sio za kujionyesha, kwa sababu ni watu ambao unaweza ukaenda wakakuvalidate kwa kukuona tu, umeona. Kwa hiyo hivyo hawa watu wengine piga chini, haina haja ya kuishi maisha ya kutaka kuwaonyesha watu kitu chochote. Kama kawaida, mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Chukua hii hapa, share na mwingine, mtu ambaye unaona anahitaji validation aweze kujifunza. Lakini pia unaweza ukashare tu na watu wengine, au wewe mwenyewe kama hujasubscribe basi ukasubscribe na kulike na kucomment kama una mawazo yako yote kuhusu hii video. Naitwa Tovuti, Mambo Vipi. Peace.